unaitwa nani? Unatoka Dar es Salaam? Unakuja kufanya nini Arusha? Sina kazi yoyote hapa Arusha. Yeye tukikurudisha Dar es Salaam utakubali? Kabisa. Maisha unaonaje hapa? Maisha mabaya. Kabisa. Ulikuwa unasoma? Darasa la ngapi? La 4. Sasa ungependa kurudi shule? Kurudisha mnaweza mkakubali? Narudi nyumbani kabisa. Kabisa? Na mtatoroka tena? Lazima nyumbani. Shida ni nini nakufanya ukubali kurudi nyumbani? Maisha mjini mabaya. Tatizo gani? Mbaya sana. Kabisa. Kwa hiyo nikisema kesho kutwa turudi zetu kule mnakubali? Sasa hivi Kabisa. Sawa. Kwa hiyo mimi nitajitahidi nifanye utaratibu hapo ninarudisha. AFC ni shirika lisilo la kiserikali lenye makazi yake mkoani Arusha ambalo linajishughulisha na ulinzi na ustawi wa watoto na vijana kwa ujumla. Kwa sasa shirika hilo linaendesha miradi yake katika wilaya za Arusha mjini na Arumeru. Mambo muhimu yanayofanywa na AFC ni kutoa mafunzo au uelimishaji kwa wanajamii, kujenga uwezo wa kiuchumi kwa wanajamii na familia zisizojiweza, pamoja na kuhakikisha kuwa watoto wanapata mahitaji muhimu, hasa kwa kusimamia na kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Child Rights Advocacy, utetezi wa haki za watoto. Elimu kwa jamii juu ya haki za watoto, hasa kwa kuzingatia sheria za kimataifa juu ya haki za watoto katika ustawi wao. Tunaona kwamba jamii ni muhimu ikaelewa umuhimu wa malezi ya watoto. Na katika hilo tunajumuisha makundi yafuatayo: waandishi wa habari, polisi, viongozi wa dini na makundi mengine muhimu yaliyo katika jamii yetu katika kuelimisha juu ya haki za watoto, ili wanapofanya kazi zao waweze kusaidia zaidi katika kujua watoto hawa wanahitaji kupata haki zipi na wazisimamie kama wanajamii muhimu katika jamii zetu. Na kwa kufanya hivyo unakuta ustawi wa watoto na haki za watoto zitakuwa zimesimamiwa vizuri na watoto hao watakuwa na maisha mazuri kama ambavyo tumedhamiria katika kuhakikisha ustawi. Shalom Center ni shirika lisilo la kiserikali ambalo linajishughulisha na ulinzi na ustawi wa watoto kwa kuwapa mahitaji yote muhimu ambayo mtoto yoyote angestahili kuyapata. Katika Shalom Center tunajishughulisha hasa na kuhakikisha watoto wanapata chakula, malazi, tiba na elimu. Kwa hiyo punde tu tunapohangaika na watoto walio katika mazingira magumu, hasa baada ya kuwatoa kule mtaani, tunafanya urekebishaji wa tabia zao. Na pia tunawapa ushauri na saa juu ya kurejea katika maisha ya kawaida kama ambavyo watoto wako na wazazi wao wanaweza kuishi hivyo. Na baada ya hapo tunatibu kitu muhimu. Tunasema ugonjwa mkubwa uko kichwani. Kwa hiyo tunawapeleka watoto shuleni, ni mahali ambako wataelimika. Wakishaelimika watajua ubaya wa kukaa mtaani na ubaya wa kuwa na maisha ya kubahatisha. Na kutokana na hilo utakuta kwamba watoto hao wanaona umuhimu wa kujali jamii na familia. Na wanapokuwa kule shuleni vile vile hawajioni tena kama ni watoto tofauti na wengine. Wangapi wanataka kuwa madaktari hapa? Wangapi wanataka kuwa madaktari? Nyosha mkono juu hivi nione. Aha. Kwa hiyo kumbe tutakuwa na madaktari wengi sana. Nani anataka kuwa mwalimu? Loi, wewe unataka kuwa nani? Unataka kuwa nani? Daktari. Aha. Vizuri sana. Tunapata wakati mnahudumia hawa watoto wanaotoka kwenye vituo kama vya kwetu. Hakuna matatizo. Je, nidhamu yao ikoje?
ni nzuri. Na maendeleo yao darasani mnayonaje? Kwa hiyo ni sawa tu na watoto wengine ambao wanatoka hawana tofauti. Ndio. Maana yeye ndio wazazi wao, kwa hiyo sio tofauti wao na hao wengine. Ndio. Basi tunashukuru sana kwa huduma ambayo mnafanya. Tunaomba muendelee na moyo huu. Shukuru, muendelee na moyo wa kusaidia ambao hawana wanaishi katika mazingira magumu na uwezo. Asante sana. Kazi njema. Asante. Tunafanya vizuri sana kule mashuleni, na toka tumeanza kituo tunakuta tumepata mafanikio mengi. Watoto wengi wamefanya vizuri darasani, wamepasi mitihani, sasa wanaendelea na masomo ya madaraja mengine. Kwa mfano kutoka shule ya msingi wengi wamepata nafasi za kwenda sekondari. Na tabia zao zimebadilika kabisa, wamekuwa watoto wengi ni watoto mfano. Tumepata watoto wengi wamekuwa wanaweza hata kuongea neno la Mungu mbele ya watu na watu wakawaelewa. Tumepata watoto wengine wamekuwa viongozi kule mashuleni ambako wapo. Kwa hiyo katika hili Shalom limesimamia vema kuhakikisha watoto hao wanapata ustawi na wanaishi maisha mazuri kabisa. Idara ya mikopo ni moja kati ya idara 3 za shirika la AFC. Idara hii ilianzishwa mwaka 2006 na inafanya kazi ndani ya manispaa ya Arusha na wilaya ya Rumeru. Dhumuni la kuanzishwa kwa idara hii. Idara hii ilianzishwa kwa dhumuni la kupunguza idadi au ongezeko la watoto katika mitaa. Na tunafahamu ya kwamba sababu kubwa ambayo inasababisha watoto waende mitaani ni umaskini. Kwa hiyo tukafikiria kwamba tunaweza tukawapatia kina mama mikopo ili wafanye biashara, alafu waongeze uchumi wa pale nyumbani. Na kwa kufanya hivyo watoto hawawezi kuondoka nyumbani kwenda mitaani. Kazi za idara ya mikopo. Kuna kazi ya kutoa mikopo kwa wamama. Huwa tunatoa mikopo kwenye vikundi vya wamama. Kila kikundi kinakuwa na akina mama 20, na vikundi hivi tunavipata kupitia serikali ya kata. Mafunzo ya biashara na mikopo. Kabla ya kuwapatia kina mama mikopo, huwa tunawapatia mafunzo ya biashara na jinsi ya kutumia mkopo watakaopata. Na tukishawapatia mkopo pia huwa tunaendelea kuwapatia hayo mafunzo ya biashara ili wafanye biashara zao kwa ufanisi. Kutembelea biashara za kina mama. Naitwa Mama Getruda. Mama Getruda. Unafanya kabla tujapatia mkopo pia huwa tunatembelea biashara zao, na baada pia kuwapatia mkopo tunazitembelea hizo biashara kuangalia ni jinsi gani ambavyo mkopo umetumika na kama kuna maendeleo yoyote baada ya kupokea mkopo huo. Unafikiri mikopo yao inakusaidia? Sana. Haikupi pressure? Hapana. Je, umeona kuna mabadiliko yote kwenye familia yako? Sana. Unaweza kupeleka watoto vizuri shule? Ndio. Unashauri nini wakina mama wengine? Nashauri jiunge na sisi. Wajiunge na nyie. Pia huwa tunapata muda wa kwenda kuwatembelea kina mama nyumbani kwao, kuangalia maendeleo ya pale nyumbani, watoto wanaowalea, na kuangalia kama kweli watoto wanafaidika na ule mkopo ambao mama alipata, kwamba wanapata mahitaji yote muhimu, wanaenda shule, wanalala sehemu ambayo ni nzuri, wanakula, wanavaa vizuri na vitu vingine ambavyo mtoto anahitaji. Pia huwa tunapata muda wa kushiriki vikao vya kina mama kila kikundi kwa mwezi mara moja. Tunaongea kwa habari ya maendeleo ya familia, tunaongea kwa habari ya maendeleo ya biashara ili kufanikisha biashara zaidi, kuinua uchumi wa familia na kusaidia jamii kwa ujumla.